lakini labda afadhali niseme. Kuna wakati ambapo walipoongelea sana juu ya swala la Burundi, kwamba mwalimu sijui mambo haendi sawa sawa kwa sababu nini, na kumtupia matope kadha wa kadha. Nimechukua karatasi nikamwandikia barua fupi. Nimwambia, mwalimu, kumbuka kwamba kutokana na kifo au kudhalilishwa, kuteswa na kufa Yesu Kristo, tena kifo cha kudhalilika kabisa msalabani, sisi sote tumepona. Naomba uchukue kudhalilishwa, matusi na yote yanayotokea, uyavumilie. Mwenyezi huenda akatazama uvumilivu wako na kudhalilika kwako, akatuponya sote. Mwalimu baadaye tukiongea alisema, Baba Askofu, nitaendelea na shughuli hiyo. Kama kuna mtu aliyefanya kila liwezekanalo kufanya taifa hili katika uongozi wake uwe ni wa wote wa Watanzania, ni mwalimu. Ni mwalimu. Ametuanzishia historia nzuri kweli, nzuri kweli. Asiyeona hilo ana la kwake moyoni, ana la kwake, si kwa sababu ya uovu wa mwalimu au kwa sababu mwalimu alikuwa na, ni la kwake. Kama wale waliotaka kumshtaki Yesu, ana la kwake, anatafuta la kwake, halafu anatumia dini iwe kichaka tu cha kuficha hamu zake na malengo yake. Huyo ni mwalimu. Huyo ni this little Caesar. Ametufundisha somo hilo. Na kutokana na hilo, Tanzania tumekuwa na amani. Na wala siwezi katika kufuata historia yake ya maisha yake ya uongozi wake nikajua kwamba kuna mmoja ambaye amewekwa uongozi kwa sababu tu eti yeye ni Mkristo, eti yeye ni Mkatoliki, au eti yeye kwa sababu tu ni Muislamu anampa shughuli hiyo. Sijawahi kupata. Atakaipata ndugu zangu wote pamoja na rais pia, ukipata hiyo instance ya hiyo, usisahau kuniambia niweze kubadilisha msimamo wangu. Lakini sijaiona mimi, na mniamini msiniamini, ni moja kati ya watu wale waliofuata maisha ya mwalimu kwa karibu sana, kwa karibu kuliko mnavyoweza kufikiria. Kwa hiyo ninalosema najua ninalolisema. Sasa ndugu zangu, kusudi tusirefushe mno mazungumzo yetu, mimi nataka tukusema hivi. Pametokea maneno ya kwamba mwalimu ameshindwa katika ujamaa, mwalimu sijui biashara imekwendaje, sijui mambo gani na mengine mengi yanazungumzwa. Na wengine hata wamediriki kusema akisha kufa mwalimu, nchi itasambaratika, itagawanyika, kutakuwa mfarakano wa kila aina, kwa misingi ya biashara, kwa misingi ya dini, kwa misingi ya hisia za kisiasa. Wameongelea hayo, yanazungumzwa chini. Ndugu zangu, kwa nini iwe hivyo? Kwa nini iwe hivyo? Kama nilivyosema toka mwanzo, mwalimu hakufanya kitu kwa nafsi yake, kwa faida yake. Pamoja na kwamba kuna muda mwingine wamemshtaki kwamba fedha zinazotolewa kwa usuluhishi wa Burundi amekula sijui na vitu gani, vitu vya kashfa ya aina mbalimbali, lakini hakufanya kitu kwa manufaa yake, ilikuwa kwa manufaa yetu sisi sote. Kama ni kwa manufaa yetu, kwa nini
tuzike mema hayo pamoja na yeye kaburini. Angelikuwa anajilimbikizia mahali, angekuwa nafanya nini? Hapo tungesema sasa amekwenda, angalau tutapokonya vile alivyokuwa amejilimbikizia. Kama aliweka sijui nani fedha zake kwenye benki ya Uswisi au nini, tungeanza kudai mturudishie na nini. Hana cha kunyang'anya. Kinyume chake ni mazuri aliyotuachia. Ni mazuri aliyotuachia. Kwa nini tuache? Kwa nini tusambaratike? Kwa nini tusambaratike kutokana na hiyo? Ndio maana kama nilivyosema mwanzoni mwa ibada, kifo cha Mwalimu kiwe kweli utukufu kwa Mungu juu na amani duniani kwetu sisi wenye mapenzi mema wa Tanzania na ulimwengu kwa jumla. Iwe chimbuko. Sijui nafaa kusema, lakini labda fadhali niseme. Kuna wakati ambapo walipoongelea sana juu ya swala la Burundi, kwamba Mwalimu sijui mambo haendi sawa sawa kwa sababu nini, na kumtupia matope kadha wa kadha. Nimechukua karatasi nikamwandikia barua fupi. Nimwambia, Mwalimu, kumbuka kwamba kutokana na kifo au kudhalilishwa, kuteswa na kufa Yesu Kristu, tena kifo cha kudhalilika kabisa msalabani, sisi sote tumepona. Naomba uchukue kudhalilishwa, matusi na yote yanayotokea, uyavumilie. Mwenyezi huenda akatazama uvumilivu wako na kudhalilika kwako, akatuponya sote. Mwalimu baadaye tukiongea alisema, Baba Askofu, nitaendelea na shughuli hiyo.